Unafunga siku 40, ndiyo, ni kweli. Lakini unajua Wakristo wengi hupoteza kabisa neema ya mfungo wiki ama siku 5 tu baada ya kutoka kwenye mfungo. Subiria kidogo nikwambie kitu. Watu wengi wanapokuwa katika mfungo huwa watu wa sala, huwa watu wa maombi, huwa watu wa kujinyenyekeza, huwa ni watu wa kutoa sadaka. Yote ni mema, yote ni mazuri. Lakini unajua kwamba baada tu ya kumaliza hayo yote, wengi hufanya kama ni likizo kwenye maisha yao ya kiroho. Ndivyo, na huo ndio ukweli. Watu wengi hufanya hayo kuwa kama likizo. Walikuwa wakienda kanisani, walikuwa wakienda katika sala mbalimbali, walikuwa katika vikundi mbalimbali vya sala. Lakini baada tu ya kumaliza mfungo, wengi huacha kwenda huko kwa sababu wamekipata kile ambacho katika kipindi cha mfungo walikuwa wanakifanya. Na hii inapelekea wazi kuharibu harakati nzima ya kukua kiroho kwenye msingi wote wa mfungo. Unaharibu ile neema ya mfungo wako. Biblia inatuambia na kutuambia kwamba inabidi tuendelee dumuni katika kuomba. Manake sisi kwenye maisha yetu yote inabidi tuwe watu wa maombi. Sio kwa sababu tu tulikuwa katika mfungo ndio tuingie katika maombi, katika sala na kutoa sadaka. Hapana, ila katika maisha yetu ya kila siku inabidi tudumu katika maombi. Nataka nikuonyeshe namna jinsi ambavyo kwenye maisha yetu inapaswa kuwa, sio kwa sababu tu tumetoka kwenye mfungo. Biblia inazungumza katika ile Zaburi ya 42 kuanzia ule mstari wa 1 na mstari wa 2. Ni wimbo mzuri sana pia ambao waga unaimbwa. Unasema, kama ayala aioneavyo kiu mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inamuonea Mungu shauku. Naomba nisome vizuri. Nasoma, kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Sikiliza, maisha yako yote, kiu yako iwe kiu ya kumjua Mungu. Uwe na kiu ya kumtafuta Mungu. Uwe na kiu ya kumuona Mungu. Uwe na kiu ya kufanya mambo ya kimungu kwenye maisha yako. Kiu hiyo isitoke kama ilivyokuwa kiu katika kipindi cha mfungo. Vivyo hivyo endelea nao hiyo kiu katika kumtafuta Mungu kwenye maisha yako hata baada ya mfungo. Hii itakufanya wewe kuendelea kuimarika kiroho. Itakufanya wewe usipoteze ile neema ambayo ulikuwa nayo kipindi cha mfungo. Na baada ya mfungo utaendelea nayo kwa sababu Mungu anaendelea kuwa na wewe, unaendelea kuwa na kiu kwenye maisha yako. Unaendelea kuwa na kiu kumtafuta huyu Mungu ambaye anatufanya siku zote kuendelea kuimarika kiroho. Anasema, nitakuonyesha katika njia upasayo kuiendea, kwa maana ninakuongoza kwa faida yako mwenyewe. Basi hayo yote yawe maisha ya kila mtu kwenye maisha yake baada ya kutoka kwenye mfungo. Wengi wanaipoteza hiyo neema, na hiyo inatokana na sababu nyingi, hasa za uvivu wa kiroho. Wengi huacha mambo ya sala, huacha kuomba, huacha kumfikiria Mungu. Lakini tunaaswa kabisa kwamba inabidi tuwe na kiu ya kumtafuta Mungu. Tuwe kama yule ayala anapotafuta mito ya maji kunywa ili aweze kuondoa kile kiu chake. Hali kadhalika kwenye maisha yetu inabidi tumtafute Mungu, tuwe na kiu ya Mungu sana kwenye maisha yetu, ili uendelee vizuri katika mfungo wako na neema hiyo usiipoteze. Basi na mambo makuu matatu. Basi mambo haya matatu ni muhimu sana kuendelea kuzingatia ili uendelee kuwa na neema ile ambayo uliipokea katika kipindi chote cha mfungo wa siku 40. Jambo la kwanza, jambo la msingi kabisa, endelea kutenga muda wako mzuri kwa ajili ya sala na maombi yako. Yaani ukiamka asubuhi, jioni au usiku, tenga muda wako mzuri kwa ajili ya kufanya maombi au kufanya sala. Biblia inatuambia kwamba tudumu katika maombi. Dumuni katika maombi. Lengo kuu ni nini? Kuendelea kuimarisha ule moto wa maombi. Lakini zaidi sana kuendelea kuomba na kumimina mioyo yetu mbele za Mungu, yule Mungu ambaye kila wakati tunapaswa kumtafuta. Ile kiu ya Mungu isitoke kwenye maisha yako. Dumu katika maombi na sala mbalimbali. Wakatoliki wana sala mbalimbali ambazo zimeshaandaliwa vizuri, ambazo kama endapo umechoka sana, kama endapo umepata na changamoto fulani, basi ni muhimu sana kuweza kuzitumia hizo sala au kusali hizo. Unaweza kutumia au kufanya maombi yako binafsi kwa kutafuta mistari mizuri ya Biblia ambayo itakusaidia sana wewe kukusimamia
katika maombi yako ambayo utakuwa unayafanya. Hii ni muhimu sana kwa sababu inaendelea kukuimarisha wewe katika nafsi yako, roho yako, ili uendelee kukua sana katika imani yako, uendelee kukua sana katika sala na maombi yako, na Mungu atukuzwe kupitia wewe katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili kabisa la muhimu ni kuendelea kusoma Biblia. Tunajua kabisa kwamba Biblia takatifu ndicho kitabu chetu muhimu cha Mungu wetu, ambacho ndiye neno aliyetoa mwili akakaa kwetu. Kwa hivyo basi neno hili lijae katika vinywa vyetu. Unaposoma Biblia asubuhi au umesoma Biblia jioni na ukatafakari, basi unaendelea kuimarisha ile neema yako ambayo Mungu alikupatia katika kipindi chote cha mfungo wa siku 40. Ili neema ile isipotee, inabidi uendelee kuwa mtu wa kusoma sana maandiko. Soma sana maandiko. Biblia takatifu inatuambia kwa habari ya kwamba kitabu hiki cha Torati kisitoke katika kinywa chako, bali ukitafakari usiku na mchana. Katika haya yote inatufundisha nini? Kuendelea kusoma Biblia, maana neno la Mungu ndiye yule Mungu mwenyewe, ndiye yule Yesu Kristo aliyetwaa mwili na kukaa kwetu sisi. Jambo kuu la tatu la muhimu sana ambalo unapaswa kuendelea kulifanya kwenye maisha yako, sio tu kwa sababu ulifunga basi tu ndipo ambapo ukaacha na kutoa sadaka, au ukaacha kuwasaidia watoto yatima, wajane na watu wenye shida mbalimbali, majirani zako na watu wengine wote. Basi Mungu anakualika kuendelea kuimarisha neema yako ile ambayo uliipata katika mfungo wa siku 40 kwa kuendelea kutoa sadaka kwa watu mbalimbali. Kujitoa, majitoleo yako yale yasiishie tu katika kipindi chote cha siku 40 kwamba wewe ulikuwa unatoa tu kwa kujionesha, lakini zaidi sana uendelee kumtafuta Mungu wako kwa kuendelea kutoa sadaka pia kwa watu wengine. Kile kitu unachokipata basi usijizuilie nyuma yako, usijizuilie ukasema basi hiki kinanitosha mimi. Tupate mfano mdogo tu kwenye maisha yetu. Je, tunakula ili tu chakula kiingie katika miili yetu tu? Hapana. Kama ukifanya hili zoezi na ukafaulu, basi njoo kwangu, pata shilingi 100,000. Ukila chakula, baada ya kumaliza unakwenda wapi? Basi ukijua hilo, tujifunze namna ya utoaji. Toa ili na wewe upate, kwa sababu kile chakula kitakwenda sehemu kwenda kuhifadhiwa, lakini zaidi sana unapata vitamini wewe kwenye maisha yako. Vivyo hivyo kwenye maisha ya utoaji, unapokwenda kusaidia yatima, unapokwenda kusaidia watu wenye shida mbalimbali, basi Mungu kuna kitu kinabaki kwenye maisha yako. Lakini pia yule umemsaidia, hujui kama nini kilikuwa kinapaswa kimtokee, lakini Mungu amekusaidia, umempatia kitu, naye Mungu atakubariki kwa neema hiyo, na Mungu ataendelea kukuimarisha kwenye maisha yako, utaendelea kusimama. Basi kama umefurahishwa na mafundisho haya, basi Mungu aendelee kukubariki, na usisahau kusubscribe, kulike na kucomment vizuri. Kama umebarikiwa basi comment amen au sema nimebarikiwa, ili Mungu aendelee kukuimarisha wewe kila inapoitwa leo. Tufanye maombi kidogo. Mungu naendelee kukubariki sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunakushukuru kwa neema yako ya upendo. Tunakushukuru kwa ajili ya kufunga siku zote 40. Bwana, tulikuwa huko jangwani kama jinsi ambavyo nawe ulifunga katika siku zile 40. Ulijaribiwa nasi pia tulijaribiwa, lakini katika hayo Mungu tulishinda, na kwa kuwa wewe umetuombea sisi ushindi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba sasa ile neema uliyotupatia Bwana katika mfungo mzima wa siku 40 isipotee au isiende bure kwa yule shetani naye akaimeza. Lakini umetuombea sana kuwa na imani kama ulivyomwombea Petro, ili kwamba sisi tutakapoimarika katika hiyo imani, basi tukaendelee kuimarisha na watu wengine. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwako ni matumaini, na ninatumainia kwako kwa kuwa Mungu unaendelea kuniimarisha, na mimi pia unaendelea kuimarisha na wote wanaotusikiliza na kutubariki. Ninaomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Amen.